Laana na baraka, vyote viwili huwa vina tabia ya kuacha alama kwenye maisha ya mtu. Lakini tofauti kati ya laana na baraka ni kwamba baraka huwa inakuja na furaha, lakini laana huwa inakuja na uchungu na maumivu makali sana. Leo hii kuna watu ambao majina yao au ukoo zao zinatambulika kutokana na mambo ya uchungu. Kwamba labda ukoo wa maarufu hawana tabia ya kuolewa, hawadumu kwenye ndoa. Wewe ufahamu ukoo ule, labda ukoo wa Abeli hawana tabia kabisa ya kufanikiwa. Hakuna tajiri pale kwao. Yule unamwona mwenye baiskeli ndio tajiri kuliko wote. Au unakuta mtu anakuambia wewe ukoo hawana tabia ya kukaa kwenye ndoa. Yaani hakuna mtu aliyekaa kwenye ndoa. Na wengine wanakupa ushuhuda kwamba ndugu zangu wote hawajakaa kwenye ndoa isipokuwa mimi. Lakini huyu aliyekaa kwenye ndoa unakuta amekaa kwenye ndoa ya uchungu na maumivu mengi. Anavumilia vitu vingi sana. Na kwa vyovyote vile ile laana bado inamdai kwamba wewe ustahili kukaa hapo kwa sababu sipo ulipoitiwa, sipo ambapo unatakiwa kukaa. Kwa hiyo watu wengi sana leo hii tumegundua kwamba hii ni laana kwa sababu laana huwa ina tabia ya kuacha uchungu. Biblia inatuambia ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo 4:15 inasema akamtia Kaini alama mtu amuonaye asije akampiga. The moment ambayo Mungu alikuwa amemlaani Kaini baada ya kumuua ndugu yake Abeli, akamtia alama ili kila mtu atakayemuona Kaini ajue kwamba huyu amelaaniwa. Tunaelewa huyu amelaaniwa. Kwa maisha ya Kaini toka muda ambao Mungu alikuwa amemlaani hayakuwahi kuwa marahisi. Kwa sababu Mungu alimwambia sasa umelaaniwa wewe. Ukisoma kwenye Mwanzo 4:11 basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofumbua kinywa chake, ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Utakapolima ardhi haitakupa mazao yake. Utakuwa mtolo na mtu asiye na kikao duniani. Mungu alipomlaani Kaini, alienda alimlaani kwenye kile kitu ambacho anakitegemea, kwenye kile kitu ambacho kwa kinampa kula, kwenye kile kitu ambacho kwa kinamfanya aweze kutoa sadaka, aweze kufanya vitu vya msingi kwenye maisha yake. Ndicho kitu ambacho Mungu alienda kukipiga na kukilaani. Kwa kuna watu ambao leo hii mmelaaniwa kwenye vile vitu ambavyo pengine vinaweza vikaongeza au vikaongoza ukoo wenu. Nikimaanisha inawezekana ikawa ni kwenye kategori ya uzazi. Unazaa watoto, ukizaa hakuna aliyewahi kusoma. Wote wanakuwa watoto wa mtaani. Au mwingine unakuta hamzai watoto kabisa. Kwa nini? Kwa sababu the moment ambao mtazaa watoto, basi ile laana itageuka kwa baraka. The moment ambao nyinyi uzazi wenu utafunguliwa, basi watoto wenu watageuka kuwa furaha maishani na kila kitu kitabadilika. Au unakuta wengine mmelaaniwa ni watoto wa kike. Na kwamba asije akazaa mtoto wa kiume kwenye hii familia kwa sababu atakapozaa mtoto wa kiume kuna ukombozi ambao utakuwepo. Au asije akazaa mtoto wa kike kwa sababu akizaa mtoto wa kike kuna ukombozi ambao utakuwepo. Kwa hiyo ni uchungu baada ya uchungu, ni uchungu baada ya uchungu. Kwa nini? Kwa sababu laana inapokuwa inatoka, haitoki kwenye vile vitu ambavyo havina maana. Inatoka kwenye vile vitu vya msingi ambavyo tunaweza kusema kwamba ni mahitaji ya mwanadamu in general. Laana ni nini? Tuende moja kwa moja kwenye pointi yetu. Laana ni maneno au ni hali ya kiroho ambayo huleta matatizo, mateso na kushindwa na kutoendelea na kukwama katika maisha ya mtu. Ni kama mzigo au kizuizi kisichoonekana kinachozuia baraka. Laana ni maneno, mtu anaweza katamka maneno ambayo yanaweza kaumbika yakawa kitu au yakawa hali fulani ya kiroho ambayo inafanya watu fulani wakwame. Kwa sababu Mungu alipokuwa anamlaani Kaini, akumpiga fimbo, alitamka. Alivyotamka yale maneno yaliumbika. Na alivyoumbika yakumkuta tu Kaini mpaka kizazi cha Kaini. Utaona huko mbele. Hayamkumkuta tu Kaini mpaka kizazi cha Kaini yalikuta yale maneno. Kwa hiyo Kaini alilaaniwa kwa kutumia kinywa. Na kile alivyokuwa amelaaniwa kupitia kinywa, kile yale maneno alikuwa amelaniwa nayo Kaini yakatengeneza hali fulani ya kiroho ambayo ilisimama kama kizuizi kwenye maisha ya Kaini na maisha ya watu wote ambao walikuwa wanafuata nyuma ya Kaini. Na mbaya au niseme nzuri zaidi ambayo Mungu aliongeza baada ya Kaini kutenda hivyo, akamwekea alama kwamba hiki kitu kwa sababu umekifanya hakitaishia hapo. Kwa sababu wewe umeamua kuwa muuaji, utakuwa muuaji na sio tu wewe mpaka kizazi kijacho kwako. Na sio tu hivyo, hamtofanikiwa. Hata hiyo ardhi ambayo mlikuwa mnailima hamtoilima tena. Na ndio maana kwa wanatheolojia wanasema kwamba, au niseme tu kwa wanatheolojia, hata ukisoma kwenye Biblia watu ambao wamefanya mambo ya science ni upande wa familia ya Kaini. Yes, ndio maana tunaona mnara wa Babeli unasema kwamba ulijengwa na watu ambao wametoka kwenye familia ya Kaini. Kwa hiyo wao waliondoka kwenye kulima wakahamia kwenye teknolojia. Alafu kuna mtu ambao utakuwa umeelewa hapo kwenye hiyo kategoria ya laana ni kitu gani, na nimeshasoma hapo kwenye Mwanzo 4:11.
Haya, sawa. Chanzo cha laana ni nini? Kuna mtu ambaye atakuwa anauliza, sasa Beka umeongea yote lakini chanzo cha laana nini? Kwa nini sasa kuna laana? Chanzo cha kwanza cha laana ni dhambi binafsi. Biblia inasema kusoma kwenye Warumi 6 mstari wa 23, mshahara wa dhambi ni mauti. Wengi tunafikiri kwamba ukitenda dhambi unakufa, yaani unakatika hivi, tunakuzika. Hapana. Kufa kwako unaweza ukafa kiroho, kimwili, kiakili, kiuchumi na kila kitu. Na kwa sababu umetenda ile dhambi inaweza kutengeneza muunganiko wa kitu ambacho kikawa ni mwongozo kwenye familia yenu. Na ndio maana tunamuona mtu kama Kaini kwa kumuua Abeli alijitafutia laana ambayo ilikuwa ni muendelezo kwenye familia yake. Kwa chanzo cha laana ya Kaini ilikuwa ni dhambi yake binafsi. Tamaa, kutamani vitu vya mtu mwingine. Tamaa, wivu ndio vitu ambavyo vinasababisha Kaini akalaaniwa. Na Biblia inatuambia pia ukisoma kwenye kitabu kama nilivyosema cha Mwanzo 4 mstari wa 11 kwamba basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofumba kinywa chako. Kwa nini Mungu alimlaani? Ni kwa sababu alimuua ndugu yake Abeli. Alimuua kwa sababu alikuwa anamuonea wivu. Sadaka zake zinapokelewa mbele za Mungu, Mungu anazitakabali na anazipenda kwa sababu Abeli hakuwa anatoa sadaka, alikuwa anatoa moyo wake. Somo la sadaka litafuata baada ya hili hapa. Alikuwa anatoa moyo wake. Sadaka ni moyo. Kwa hiyo Abeli alikuwa hatoi sadaka tu kwamba ni wajibu wangu mimi kupeleka sadaka mbele za Mungu. Alikuwa anatoa sadaka moyo wake wa upendo, jinsi anavyompenda Mungu. Kwa sababu ya hivyo Mungu naye alikiona, akampenda sana Abeli, akawa anatakabali sadaka za Abeli. Kaini akaona wivu, alipoona wivu dhambi ikamfuatia. Ilipomfuatia kwa sababu ya matamanio yake binafsi, mwisho wa siku akapata laana kwa sababu ya hicho kitu alichokuwa amekifanya baada ya kumuua ndugu yake. Na ukitaka kusoma zaidi nenda kusoma kwenye Kumbukumbu la Torati 28 kuanzia mstari wa 15 hadi wa 68. Hiyo kwamba ukifuata yale matakwa ya Mungu, ukifuata yale Mungu anayoyataka, basi Mungu atakubariki kama anavyosema kwenye Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 1 hadi 14. Lakini ukitenda vibaya ndio utapata mambo kama haya. Ukitenda vibaya kwa ubinafsi wako, utapata mambo mabaya kama aliyopata Kaini. Na kama inaeleza kwenye Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 15 hadi 68. Lakini chanzo cha pili cha laana ni laana za kizazi au tunasema laana za ukoo. Laana za ukoo ni vile vitu ambavyo pengine vimefanya na wale waanzilishi wa ule ukoo au wa lile kabila au wa ile sehemu. Na ndio maana hata Yakobo alipokuwa anakaribia kufa, aliwaita watoto wake wote, kwa sababu watoto wake ndio walikuwa waanzilishi wa zile kabila 12 za Israel. Tuna kabila la Ruben, tuna kabila la Yuda, tuna kabila la Asheri, tuna kabila la Simeon, tuna kabila la Lawi, tuna kabila la Zabron, tuna kabila la Naftali, tuna kabila la Yusufu, tuna kabila la Benjamin na kabila zingine hapo utaongezea mwenyewe hapo. Nenda kasoma kwenye Mwanzo 48. Sasa Yakobo alipokuwa anakaribia kufa, aliwaita watoto wake. Kwa hiyo aliwaita watoto wake ili awabariki. Lakini katika kuwabariki pia kuna wengine ambao pale pale walipokea radhi ya baba yao, akiwemo Ruben. Kwa hiyo Ruben alilaaniwa kwa sababu alilala na suria wa baba yake. Unaelewa? Kwa hiyo baada ya kufanya hivyo, kwa sababu alikipandia kitanda cha baba yake, akapata laana. Kwa hiyo kuna laana zingine ambazo leo hii mtu anatembea nazo kwa sababu waanzilishi wa ukoo au waliokuwa Mungu ameweka agano nao kwa ajili ya kutengeneza hiyo familia, walimuasi Mungu, walienda kinyume na maagizo ambayo Mungu alikuwa ameyaweka. Kwa hiyo mwisho wa siku nini ambacho kinatokea? Mwisho wa siku anayekuja kuumia sio wewe tu peke yako, ni kizazi kizima. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Ezekiel 18 inasema kwamba zabibu wamekula wengine, lakini ganzi ya meno tunapata wote. Unaelewa hivyo? Lakini chanzo ni nini? Chanzo ni wale waanzilishi wa ukoo. Kama Ruben, kwa kosa lake alilolifanya, alinyang'anywa ukubwa wake, akapewa Yusufu. Kwa hiyo ukoo wa Ruben hata wangefanya nini, bado wao hawawezi kuwa wakubwa, kwa sababu mwanzilishi wa huo ukoo alienda kinyume na mapenzi ya Mungu, vile Mungu alivyokuwa anataka. Unaelewa? Na kama nilivyosema, hizo laana za kizazi jinsi zinavyokuwa zinatokea ni kwa sababu wale waanzilishi wengine wanakuwa wameenda kinyume. Leo hii kuna watu ambao unakuta hamzai, unakuta wale waanzilishi wa koo zenu wakasema kwamba okay, sisi kuanzia leo labda Mungu nyoka utatulinda, lakini sisi tutakupa kizazi chetu kama sadaka.
Kwa hiyo wale waanzilishi, kwa sababu walishatoa sadaka, wewe umezaliwa kwenye huo ukoo, ujui, unahangaika, unafanya hivi, unakunywa madawa haya, unaenda hospitalini. Lakini njia rahisi ya wewe kujitoa kwenye laana ni kwa kufanya maombi na sio kwenda kuzunguka, kwa sababu ni lazima ujenge msingi. Biblia inasema, kusoma kwenye Zaburi 11 mstari wa 3, misingi ikiharibika mwenye haki atafanya nini? Mwenye haki atabomoa na kujenga. Kwa sababu kama misingi ikiharibika, ukijenga juu ya msingi ulioharibika, wewe lazima nyumba yako isiwe imara. Kwa ili nyumba yako iwe imara, lazima ubomoe msingi, uanze kujenga upya. Na kwa kubomoa msingi unafanya nini? Lazima ukubali kukaa ndani ya Yesu Kristo. Lazima ukubali Yesu Kristo awe ndo kila kitu kwenye maisha yako, kwa sababu yeye ndo mzabibu wa kweli. Yesu ndio mti, Yesu ndio msingi. Unatakiwa uweke msingi wako sasa ujengwe juu ya Yesu Kristo na sio kitu kingine. Okay, chanzo cha tatu ninaweza kusema cha laana ni maneno. Unaelewa? Maneno kutoka kwa watu wenye mamlaka. Leo hii kuna watu ambao mnasumbuliwa na laana ni kwa sababu ya maneno ambayo yalitamkwa na watu wenye mamlaka. Na watu wenye mamlaka ni kama nini? Wazazi, viongozi wa kiroho, wachawi, wachawi au labda hata marafiki ambao pengine walikuwa wametangulia kiroho, wamekukuza, lakini kuna mambo ambayo umeyafanya pengine yalikuwa ni mabaya. Kwa hiyo wanaweza kutamka hayo maneno ikawa ni chanzo cha laana kwako. Mtu anaweza kama kutamka jambo kwamba nitakuja kuona ukifanikiwa. Na hiyo tunaiona wapi? Tunaiona kwa Yoabu. Yoabu alitamkiwa maneno magumu na Daudi baada ya kumuua Abneri. Daudi akamwambia Yoabu kwamba haya uliyoyafanya leo hii kwa Abneri yawe pamoja juu yako wewe na kizazi chako. Unaelewa? Kwa hiyo kwa maneno haya aliyotamka Daudi alikuwa amemlaani Yoabu. Kwa watu wenye mamlaka wana uwezo wa kutamka laana na hiyo laana ikakupata kwa vyovyote vile. Lakini pia sio laana zote ambazo zinampata mtu. Biblia inasema, kusoma kwenye Mithali 26, inasema kama shomoro katika kutangatanga kwake na kama mbayuwayo katika kuruka kwake, kadhalika laana isiyo na sababu haimpigi mtu. Na kwa kusema hivi ninasema sio kila laana ambayo mtu anatamka au labda kiongozi wako anatamka inaweza kukupata. Hapana. Kuna zingine mtu anatamka kwa sababu tu ya wivu wake, hisia zake nini, hiyo haiwezi kupata. Lakini kuna zile ambazo mtu anatamka na anakuwa anamaanisha na kweli unakuta umekosea hicho kitu. Kwa vyovyote vile lazima hiyo laana itakupata. Kwa umeshajua engo tatu za jinsi laana inavyoweza kutokea. Kwa jichunguze kwenye hicho ambacho unachokipitia, kwenye hicho ambacho unaona ni pattern pengine kwenye maisha yako kimekuwa kikijirudia. Unakuta labda muda ambao unakaribia kupata kazi, kile kitu kinajirudia. Muda ambao unakaribia kwamba mchumba anakaribia kuja nyumbani, kile kitu kinajirudia. Yaani kinajirudia ni the same scenario. Jichunguze, inawezekana ikawa ni laana. Lakini je, hiyo laana imetokeaje? Labda pengine ni dhambi binafsi, au pengine ni laana ya kizazi, au pengine ni maneno ambayo mtu aliwahi kutamkia. Kwa kama ukishajua hapo, unajua wapi pa kuanzia kuomba. Ni wapi pa kuanzia na jinsi ambavyo utaweza kuombea hiyo laana. Lakini segment yetu ya tatu leo ni dalili za mtu aliye chini ya laana. Cha kwanza, dalili ya kwanza kwamba wewe ni mtu ambaye uko chini ya laana ni kwamba kukwama katika maisha bila sababu. Yaani inaweza kabisa ukakuta kuna promotion kazini, unatakiwa wewe ndio wa kupromote, upande cheo. Ghafla tu inatokea kitu kidogo, mara umeondoka kwenye system. Tena inatokea tena siku nyingine umeondoka kwenye system. Kwa hiyo ukiona hicho kitu kinajirudia sana, unakwama mara nyingi kwenye hicho kitu, ni lazima ujue kwamba una laana. Kuna namna yote, kuna laana ambayo inakukimbizia au inakufuatia. Kwa sababu ninajua kabisa kwamba ndio kuna vitu ambavyo Mungu anaweza kana anatuepusha navyo kwamba hivi sifanye, lakini kuna vingine ambavyo unagundua kabisa hiki kitu hakipo sawa. Biblia inasema kusoma kwenye Wakolosai 3 mstari wa 15, na amani ya Kristo iamue ndani ya mioyo yenu. Na unaona kabisa hili jambo, mbona sina amani nalo? Mbona hili jambo linaonekana sio la kawaida? Baba yangu naye pia akikaribia tu kufanikiwa, pengine kuna mzigo unakuja juu. Akikaribia kusogezwa, kuna kitu ambacho kinakuja juu. Kwa hiyo baada ya kuona hivyo, kama unaona kabisa kwamba kuna kitu ambacho kinajitokeza kila ukijaribu kufanikiwa, jua kabisa tu kwamba upo chini ya laana. Lakini pia dalili ya tatu kwamba uko chini ya laana, kuwa na magonjwa sugu yanayojirudia au magonjwa sugu yasiyokuwa na tiba. Hear me out. Biblia inasema kusoma kwenye Yohana sura ya 9, wanafunzi wa Yesu walipomuona yule mtu aliyekuwa kipofu walimuuliza nini Yesu. Akamwambia, huyu mtu kwa nini amekuwa hivi? Je, ni wazazi wake au ni yeye aliyetenda dhambi? Yesu akasema sio wazazi wake wala sio yeye aliyetenda dhambi, ila Mungu amefanya hivi ili kusudi kazi zake zifanye nini? Zizilishwe.
Kwa hiyo unaweza kuwa na magonjwa sugu kama tunavyoona, kama vile wanafunzi wako walikuwa wanajua kwamba mtu anaweza kuwa na magonjwa sugu ambayo hayana tiba, halafu ni magonjwa ambayo yanajirudia. Inawezekana ikawa ni laana, inawezekana ikawa ni mkosi ambao umetokea kwenye familia yenu. Kwa ukiona kitu kama hicho, chunguza, angalia, je, hiki kitu ni kitu cha Mungu au ni kitu cha nini? Lakini kama unaona ni kitu sugu ambacho umefanya kila namna hakitoki, jua kabisa kwamba mpo chini ya laana. Lakini kuna neno ambalo lilitamkwa kwamba watu watakuwa wanaumwa ugonjwa, au kuna dhambi ambayo ilitendwa, ile dhambi ikasababisha kuzaa umauti wa huo ugonjwa. Kwa sababu mwanzilishi labda wa huo ukoo alifanya hiyo dhambi, anakapata huo ugonjwa. Kwa nyinyi wengine mnapokea, kwa sababu sisi wote tunapokea, ni kwa njia ya damu tunapokea. Unaelewa, tunapokea. Kwa hiyo hicho kitu kinaweza kawa kimetokea. Lakini pia dalili ya tatu kwamba uko chini ya laana ni kufeli kila wakati karibu na mafanikio. Yaani unaweza kukuta kabisa mafanikio haya hapa. Unaelewa? Ndio kama nilivyosema, ndoa hii hapa. Amekuja mtu ana propose kabisa, nakupenda sana, nataka kuoa nini. Lakini ghafla tu mtu anabadilika. Tu postpone ile jambo. Tufanye hivi, tufanye hivi. Na ukiangalia kwamba sio kwamba mtu anakupokea unafanyaje, hapana, akupokei au afanye hicho kitu. Lakini inatokea tu, yani inatokea tu mtu anakwambia mimi sijisikii. Na ukichunguza uone kama mtu amechepuka au ana mtu, unakuta tu baada ya miezi mtu anaenda kumuoa mtu mwingine. Ukimuuliza kwa nini uliniacha, hana sababu ya msingi kabisa. Au labda ulimpenda mtu mwingine anakuambia hapana, labda huyu nilikutana naye baada ya kuachana na wewe, ndio nikakutana naye nikampenda nikamuoa. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho unatakiwa utambue kwamba kufeli kila wakati karibu na mafanikio, hiyo inaonyesha dalili tosha kwamba uko chini ya laana. Lakini kitu kingine, kushindwa kifamilia, kiuchumi na kiroho. Unaweza kukuta mnajitahidi kupiga hatua kiuchumi lakini hamuendelei mbele. Mnafanya hivi, mnakopa pale, mnakopa hapa, mnakopa hapa. Hiyo inaweza kuwa ni dalili mojawapo ya laana. Kwamba kuna maneno au kuna hali fulani ambayo ilitengenezwa kiroho ambayo wewe binafsi hauwezi, hata kama ukifanya chochote hauwezi kufanikiwa. Na nzuri zaidi ni kwamba kuna watu ambao huwa mnaotaga ndoto kwamba kuna ndoto moja niliota nilivyokuwa nakaribia kufanikiwa kiuchumi, nikaota ndoto hii na hii na hii na hii. Kwa hiyo Mungu anajaribu kuonyesha tu kwamba hapa kuna mzizi ambao upo, ambao umekuweka wewe chini ya laana, unaelewa? Na ndio maana tukisema hivyo, ndio maana unarudia tu kwenye Biblia kwamba kwa sababu Kaini alikuwa amemuua mtu, Lameki akaja akamuua mtu. Unaelewa? Akaja akamuua mtu. Kwa nini? Kwa sababu kulikuwa kuna laana na dalili zilikuwa zinaonekana kwamba alishindwa kuepukana na kile kitu ambacho kilikuwa amekifanya baba yake. Ndio nimesema kushindwa kifamilia, kwamba kama familia mnashindwa kuescape hiki kitu, lazima mkiface, lazima mkisogelee, lazima lazima mfanye hivyo. Kwa nini? Kwa sababu mnakuwa mpo chini ya laana. Kwa ukiona kitu kama hicho, jua kabisa tu upo chini ya laana na unahitaji maombi ya hali ya juu. Video yetu next time itakuwa ni jinsi ya kuomba na nini ambacho unatakiwa ufanye baada ya kuona kwamba upo chini ya laana. Kwanza cha kwanza naomba tu nitoe hint kidogo. Kama unajua kabisa upo chini ya laana, yani unaona kabisa vitu haviko sawa, tafuta karatasi kubwa sana. Karatasi kubwa sana. Hilo karatasi andika ni vitu gani ambavyo vinajirudia kwenye familia yenu. Unaelewa? Viandike. Hata kama viko 500 viandike. Kuna ulemavu, magonjwa, kutokufanikiwa, wengine uvutaji wa sigara, kunywa pombe kupita kiasi. Unakuta ni kitu ambacho kipo, andika hilo karatasi. Ukishaandika, tafuta karatasi nyingine, chora family tree ya kwenu. Unaelewa? Okay, chora family tree ya kwenu. Itakuwa ni rahisi sana kwako kujua kwamba hii family tree, kama una uwezo wa kuandika si babu, bibi na nani, lakini wengine hata kama shangazi zako, angalia tu kwenye ile karatasi kwa karo, labda shangazi fulani hivi, huyu shangazi fulani aliwahi hata kupata kazi hivi, aliwahi hata kuwa na nyumba, alipanga maisha yake mpaka kufa hivi, labda mjomba fulani aliwahi hata kuoa mke, pengine hakuwahi, na huyu mjomba mwingine hivyo. Andika kwenye karatasi ili ujue hata kama unaanza kuomba unaanzia wapi, unaelekea wapi. Kwa sababu wengi tumefanya maombi, niseme tu mmefanya maombi ya laana, lakini bado kile kitu kinajirudia. Hakuna amani, hakuna swali kuu, hakuna. Kwa nini? Kwa sababu wengi wetu tunajua kuomba maombi ya laana bla bla. No, it's not. I'm just telling you, sio rahisi. Maombi ya kuombea laana inahitaji upate mtu ambaye Mungu amempa mwongozo akusaidie kuomba hayo maombi na akuongoze kuomba haya maombi. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu laana ni kitu ambacho kina alama. Ili kutoa alama lazima awepo mtu ambaye anaweza kusaidia kutoa hiyo alama. Na mtu huyo ni Yesu Kristo. Na Yesu Kristo anaweza kumtumia
nani kiongozi wako kanisani kuzungumza na wewe juu ya hicho kitu, kwa sababu hakuna mtu ambaye anaweza kutoa chini ya laana isipokuwa Yesu. Ndio maana Biblia inasema alifanyika laana ili kusudi sisi tufanye ni tuondoke kwenye laana ya Torati. Kwa hiyo Yesu ndio mtu wa kwanza ambaye anaweza kutoa kwenye laana, lakini Yesu anaweza kutumia mtumishi wake akuelekeze namna nzuri ya wewe kuomba hayo maombi. Wengi wenu unakuta umeomba tu dakika 2 dakika ngapi, umeweka na sadaka yako, unaona kabisa nimeweka na sadaka yangu niko sawa. Hapana. Na ndio maana Mungu akaleta viongozi wake, makuhani, watumishi, walimu na nani ambao watusaidie sisi kumove kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa kusema hivyo, na imani kuna mtu ambaye nimemsaidia, na waombea sana Mungu awabariki na kuwatunza na kuwahifadhi. Video yetu next time itakuwa ni jinsi ya kuomba kuondoka chini ya laana. Jina langu naitwa Tabitha, nakupenda sana. Mungu akubariki na kukutunza. Bye, see you next time.